Yanga imefunika kwa misimu minne mfululizo ikiwa na kikosi bora cha ushindani kilichowapa wapinzani shida ya kupenya kubeba ubingwa wa michuano ya ndani, kwani katika muda wote imebeba taji la ligi kuu na kombe la shirikisho FA. Ubora wa kikosi chao ulikuwa mwiba kwa wapinzani, ikiwaweka matatani hadi watani wao Simba waliowafumua mara 6 mfululizo katika michuano mbalimbali ikiwemo ya ligi kuu na ngao ya jamii. Ubora wa misimu minne umeonekana kutingishika msimu huu baada ya nyota kadhaa kuondoka na maingizo mapya kushindwa kupenya katika kikosi cha kwanza. Jambo hilo limeisukuma Yanga kutaka kulitumia vyema dirisha dogo la usajili lililo wazi hadi Januari 30 kujaribu kuipa uthabiti timu hiyo. Klabu nyingi hutumia dirisha dogo kama sehemu ya marekebisho ya haraka, lakini safari hii linaonekana kuwa zaidi ya hilo. Upande wa Yanga ni dirisha la kuokoa msimu, kurejesha ushindani wa ndani na kulinda malengo ya mataji ya ndani pamoja na heshima ya klabu katika michuano ya kimataifa. Dirisha kubwa la usajili lilianza kwa matumaini makubwa baada ya Yanga kuachana na baadhi ya wachezaji na kuleta sura mpya zilizobebwa na wasifu mzito na bora kuzidi waliotoka. Mashabiki walitarajia kuona kikosi kipya chenye nguvu zaidi, kasi zaidi na ubora wa hali ya juu unaolingana na changamoto za ligi kuu na michuano ya kafu. Hata hivyo, uhalisia wa uwanjani umekuwa tofauti na matarajio ya awali. Yanga ilimalizana na Khalid Aucho ambaye alikuwa muhimili mkubwa katika eneo la kiungo kwa misimu minne mfululizo na kumshusha Musa Balakonte kutoka CS Sfaxien ya nchini Tunisia, ambaye hata hivyo hajaonyesha makali yoyote na kujikuta kisugua benchi kutokana na kushindwa kuendana na kasi ya timu hiyo. Licha ya kusajili wachezaji kadhaa wa kigeni na wa ndani, mchango wa papo kwa papo umekuwa mdogo. Katika tathmini ya wazi, usajili pekee uliotoa thamani ya moja kwa moja ni wa Mohamed Hussein Shabalala kutoka Simba. Shabalala aliingia kikosini bila kelele, lakini akajenga heshima yake kupitia kiwango cha juu, nidhamu ya kazi na uelewa wa mechi kubwa. Shabalala anaonyesha kile ambacho Yanga ilikikosa kwenye usajili mwingine, yani mchezaji aliyekomaa, anayejua ligi, anayefahamu presha ya klabu kubwa na asiyehitaji muda mrefu kuzoea. Hilo lilimfanya awe chaguo la uhakika kwa benchi la ufundi tangu mwanzo. Kinyume chake, wachezaji waliokuja na majina makubwa na wasifu wa kuvutia wameshindwa kuakisi thamani iliyo uwanjani. Mohamed Dumbia aliyesajiliwa kama kiungo mwenye uwezo wa kukaa na mali mguuni na kuunganisha timu ameshindwa kuleta uthabiti unaotarajiwa kwenye eneo la kiungo, tofauti na ilivyokuwa kwa Stefan Aziz Ki ambaye aliuzwa Wydad. Kasi ya mchezo wa ligi kuu na presha ya ushindani imemzidi mara kadhaa. Conte aliyeletwa kama suluhisho kwenye eneo la ukabaji akiwa na sifa za kasi na uwezo wa kushambulia ameshindwa kuendana na mfumo wa timu, akipata nafasi chache na pale anapocheza kushindwa kuacha alama ya kudumu. Celestin Yekua ambaye usajili wake ulisifiwa kama uwekezaji mkubwa kwenye safu ya ushambuliaji akitoka kushinda tuzo ya MVP wa ligi kuu ya Ivory Coast, naye ameshindwa kuonesha tofauti kubwa iliyotarajiwa kwa wachezaji wa kigeni katika klabu inayolenga ubingwa. Kukosa mabao ya uhakika na mchango mdogo kwenye kupandisha mashambulizi vimemfanya apoteze nafasi ya kuaminika. Mbali na hao, kuna kundi la wachezaji wengine waliotambulishwa kwa mbwembwe lakini wamejikuta wakikaa benchini kwa muda mrefu au kutopata nafasi kabisa. Hali hii imezua maswali